Simulizi ya kusikitisha ya mauaji ya John Lennon, siku za mwisho za uhai wake, siri zote zafichuka. Hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi ya John Lennon. Kama ukisikiliza simulizi hii mpaka mwisho, basi utaona jinsi John Lennon alivyouliwa kinyama na siri ya wauaji wake ilivyofichuka. Katika simulizi iliyopita tuliona jinsi ambavyo John Lennon alikuwa amechoka kuishi Uingereza na kutaka kuhamia Marekani. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mwezi wa 8 mwaka 1971. John Lennon aliondoka Uingereza na kuelekea Marekani kwa mara ya mwisho bila kujua kwamba hiyo ilikuwa ndio safari yake ya mwisho. Katika kipindi hiki baadhi ya watabiri walikuwa wameshatabiri kwamba John Lennon atafariki kwa kupigwa risasi akiwa Marekani. Kwa hiyo baada ya kuhamia Marekani, kuna watu walianza kuhisi kama utabiri ule unaweza kutimia katika kipindi hiki, lakini John Lennon aliweza kufika Marekani salama na kufikia New York. Wawili hawa walienda katika mji huo kwa ajili ya kukutana na watu ambao wataelewa na kupokea ile sanaa yao ambayo walikuwa wanaona kama Waingereza wameshindwa kuipokea. Kwa hiyo John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kuielezea Marekani na kusema kwamba kama wangeishi maisha ya zamani, basi wangeenda kuishi kwenye ufalme wa Roma, lakini Marekani ndio Roma ya hivi sasa, na kipindi hicho New York ndio wanaiona kama makao makuu ya Roma kama ingekuwa ndo kipindi hicho. Katika kipindi hiki walikutana na mwanadada ambaye anafahamika kama May Peng, ambaye baadaye walimfanya akawa sekretari wao na kusimamia mambo yao yote ya kibinafsi pamoja na mambo ya kikazi. Huyu May Peng nimeona niweze kumtaja kwa sababu baadaye ataplay nafasi kubwa sana katika sehemu ya mwisho. Baada ya kukaa kwa muda mrefu kwenye mahoteli tofauti, hatimaye John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kupata apartment kwenye mtaa unaofahamika kama Bank Street huko New York West End, mtaa ambao ulikuwa umejaa wasanii, waandishi pamoja na wanaharakati mbalimbali. Apartment yao ilitokea kupendwa sana na wanaharakati pamoja na wasanii na kuwa sehemu ambayo watu wanakutania na kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea, ikiwemo mambo ya kuhusu siasa pamoja na mambo mengine. John Lennon alipenda sana kuzungumzia sanaa, masuala ya ubaguzi, haki za wanawake pamoja na vita ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho, vita wa Vietnam. Katika kipindi hiki John Lennon alijikuta akiingia kwenye kundi la wanaharakati za kisiasa za Marekani, na moja ya vitu vya kwanza ambavyo aliweza kuvifanya kwenye harakati hizo ilikuwa ni pamoja na maandamano ambayo yalifanyika tarehe 10 mwezi wa 12 kwa ajili ya John Sinclair. Huyu ni mwandishi pamoja na mwanaharakati mwenzao ambaye alifungwa miaka 10 jela kwa kukutwa na vipisi vya bangi, kesi ambayo walisema kwamba ilikuwa ni ya kubambikiziwa, na maandamano hayo yalikuwa makubwa sana. John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kufanya maandamano haya yaweze kupokelewa kwa kiasi kikubwa sana, na kitendo hicho kilifanya siku chache baadaye John Sinclair kuweza kuachiwa huru, na sifa zote ziliweza kwenda kwa John Lennon pamoja na Yoko Ono. Wiki kadhaa baadaye John Lennon pamoja na Yoko Ono walihudhuria kwenye maandamano mengine katika gereza la Attica State, ambapo wafungwa 28 waliweza kufariki na wafungwa 9 waliweza kuchukuliwa mateka na kupelekwa kusikojulikana. Baadaye katika ukumbi wa Apollo Theater waliweza kuandaa tamasha la kuwakumbuka marehemu ambao walifariki katika gereza hilo. John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kushiriki kwenye tamasha hilo pamoja na kufanya show ambayo iliweza kuwavutia waandamanaji wengi zaidi. Siku chache baadaye John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kuelekea Texas kuhudhuria kesi yao ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho kati yake yeye pamoja na John Cox. Huyu John Cox ni mume wa Yoko Ono ambaye walikuwa wanagombania mtoto wao ambaye alikuwa anafahamika kama Kyoko. Kwa hiyo kesi hiyo ilikuwa inaendelea huko Marekani kuhusiana na malezi ya mtoto wao huyu, na baada ya kufika katika mahakama hiyo John Cox alishindwa kutokea, na mahakama iliamua kumkamata John Cox na kumweka ndani kwa muda wa siku 5, lakini jaji baadaye aliamuru kwamba Kyoko aweze kurudi kwa mama yake Yoko Ono. Lakini baada ya John Cox kutoka mahakamani aliweza kumchukua mtoto wake huyo na kupotea kusikojulikana, huku akiwa pamoja na mke wake ambaye alikuwa anafahamika kama Melinda. Kwa hiyo kitendo hicho kiliweza kuwachanganya sana John Lennon pamoja na Yoko Ono na kuingia katika majonzi makubwa sana katikati ya harakati hizi za siasa. Mwaka mpya wa mwaka 1972 ilikuwa ni mwaka uliokuwa na changamoto kubwa sana za kisiasa. Kipindi hiki Rais Nixon alikuwa anagombea urais kwa kipindi cha pili, na umri wa watu kupigwa kura ulipunguzwa na kuruhusiwa watu chini ya miaka 18 kuweza kupiga
kura. Kitendo hiki ilikuwa na maana kwamba zaidi ya watu milioni 12 wataongezeka katika kupiga kura kipindi hicho, na wengi wao walikuwa ni vijana ambao wanaanzia miaka 12. Viongozi walikuwa wanajua kwamba akili ya vijana imeshikwa na wanamuziki, wana mashairi pamoja na wanaharakati. Kwa hiyo asilimia kubwa ya vijana ilisemekana kwamba wanaweza wakapiga kura kutokana na ushawishi wa watu hawa maarufu, akiwemo John Lennon pamoja na wanamuziki wengine wa rock music pamoja na wanaharakati pamoja na watu ambao wamekuwa wakifanya mashairi ya kupinga siasa za Marekani, hasa kuhusiana na vita ambayo ilikuwa inaendelea, vita ya wa Vietnam, ambao hasa vijana walikuwa wanaipinga sana, kwa sababu vijana wengi walikuwa wanachukuliwa na kupelekwa kule vitani. Kwa hiyo serikali iliyokuwa madarakani katika kipindi hicho ilikuwa na changamoto kubwa sana, na njia pekee ilikuwa ni kuwanyamazisha hawa watu ambao wanawapa nguvu chama cha upinzani pamoja na vijana ambao wanapambana dhidi ya serikali kupinga vita ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha mwaka 1972 John Lennon pamoja na Yoko Ono walifanya event nyingi sana, walifanya talk show pamoja na interview nyingi kuzungumzia mitazamo yao ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuperform nyimbo ambazo zilikuwa zinahusu harakati za kisiasa, kama John Sinclair, nyimbo ambayo ilikuwa inahusu mwanaharakati mwenzao ambaye alikuwa amefungwa kwa kesi ya kubambikiziwa. Lakini walikuwa na nyimbo nyingine ambayo inaitwa Attica State, nyimbo ambayo inahusu mauaji ya wafungwa kwenye gereza hilo la Attica State. Lakini pia kulikuwa kuna nyimbo nyingine ambayo ilikuwa inafahamika Luck of the Irish, nyimbo ilikuwa inazungumzia mateso ambayo waliyapata wa Irish. Nyimbo hizi zote ziliunda albamu ambayo ilifahamika kama Sometime in New York City, na moja ya nyimbo ambazo zilizua gumzo sana ni pamoja na Sunday Bloody Sunday, ambayo ilikuwa inaonyesha hasira yake juu ya unyanyasaji uliokuwa unafanyika huko Ireland na kuwashutumu Waingereza kwa kuhamasisha vita ya mapinduzi dhidi ya hawa watu wa Ireland, kitu ambacho kilifanya Uingereza kuzidi kumchukia sana John Lennon pamoja na Wamarekani. Baadaye John Lennon aliweza kuingia barabarani na kuanzisha maandamano kwa niaba ya jeshi la ukombozi la Irish. Hii ilikuwa ni baada ya wanajeshi kuwaua watu 13 ambao walikuwa katika maandamano. Kitendo hichi kilizidi kumuongezea umaarufu mkubwa sana pamoja na kumkutanisha na wanaharakati wengi zaidi, kwa sababu licha ya watu 13 kuuliwa katika maandamano, lakini John Lennon aliweza kujitokeza kwa maandamano yaliyofuata na kuweza kukaa mbele, kitendo ambacho kiliofanya waandamanaji wengine kuwa salama, kwa sababu polisi walihisi kwamba endapo watapiga risasi na kumuua John Lennon, basi hasira zitakuwa kubwa sana kwa wale wapenzi ambao wako nyuma ya John Lennon. John Lennon alizidi kufika mbali zaidi na kutoa haki za nyimbo yake ambayo ilifahamika kama Luck of the Irish na kwenda kwenye mashirika ya misaada huko kaskazini mwa Irish ili kuweza kuwasaidia wahanga ambao wamepitia changamoto ambazo zimetokana na vita ambayo ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo vitendo hivi viliweza kuishtua serikali ya Marekani na kufanya kitengo cha FBI kuanza kumfuatilia John Lennon kiundani zaidi, maana waliona kama ameingia katika anga zao kwa ukubwa zaidi na kuona kabisa malengo hayo sio malengo yake peke yake, huenda kuna movement ambayo iko nyuma ambayo John Lennon amekuwa akisupport. Kwa hiyo John Lennon toka kipindi hiki alianza kuwa chini ya uangalizi wa FBI, lakini mwanzoni ilikuwa wanamfuatilia kwa siri sana. Kwa hiyo John Lennon alikuwa hafahamu kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini baada ya FBI kuongeza nguvu zaidi katika swala la kumfuatilia John Lennon, swala hilo lilianza kugundulika. Kwa hiyo baadhi ya watu ambao walikuwa katika serikali ambao pia walikuwa wanaipinga serikali waliamua kumpenyezea siri John Lennon na kumwambia kwamba kuna mpango ambao umesukwa wa kuweza kumfuatilia na huenda ukaweza kumfanya akapoteza maisha. Kwa hiyo njama hizo alianza kuzigundua na kuanza kulalamika kwenye vyombo vya habari kuhusiana na swala hilo, lakini watu walimpinga na serikali pamoja na vyombo hivi viliweza kukana kile ambacho John Lennon alikuwa anakizungumzia na kusema kwamba huo ulikuwa ni uzushi na hofu tu ambayo alikuwa amejijengea. Baadhi ya viongozi wa serikali walianza kuhofia harakati za John Lennon na kuhisi kwamba harakati hizo zitapelekea kupeleka misaada kwa upinzani, lakini kuongeza nguvu zaidi ya kujimarisha kwa ajili ya kuipindua serikali. Kwa hiyo kitendo hicho kilionekana kama ni uadui dhidi ya serikali ambayo iko madarakani, na conservative senator ambaye anafahamika kama Strom Thurmond alimweza kumwandikia barua Attorney General John Mitchell
Huyu alikuwa ni rais wa US Immigration Naturalization Service ambaye kwa kifupi unaweza kuita INS. Hii ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 1972, ikielezea mpango wa John Lennon kuunganisha matamasha ya rock music pamoja na harakati za kupinga vita dhidi ya Vietnam. Kwa hiyo kitendo hicho ilionyesha kama ni kitendo cha kupinga mpango wa serikali ambayo ilikuwa madarakani kipindi hicho. Kwa hiyo viongozi wa serikali ya Marekani wa kipindi hicho walikuwa wanaamini kwamba John Lennon pamoja na vijana pamoja na wanafunzi ambao wanapinga vita zilizokuwa zinaendelea huko Vietnam walihesabika kama ni adui wa Marekani. Kwa hiyo walitakiwa wadhibitiwe mapema ili jambo hilo lisiweze kuwa kubwa zaidi na kuweza kusababisha kuipindua serikali ya Marekani. Kwa hiyo muda mfupi baada ya tukio hili, INS waliweza kumtaarifu John Lennon pamoja na Yoko Ono kwamba wanatakiwa kuondoka Marekani ifikapo Machi 15. John Lennon pamoja na Yoko Ono waliweza kumwajiri mwanasheria ambaye anafahamika kama Leon Waldes, ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa sana wa kupambana na hizi kesi za uhamiaji pamoja na mambo mengine kwa ajili ya kuweza kukata rufaa. Kwa hiyo kutokana na uzoefu wa mwanasheria huyo kwenye masuala ya uhamiaji, aliweza kuwasaidia sana kwenye kesi hiyo. Lakini licha ya mwanasheria huyo kuhakikishia kushinda kesi hiyo, lakini aliwapa angalizo kwamba kesi hiyo ina msukumo wa kisiasa, kwa hiyo itakuwa ni kesi ngumu sana. Kwa hiyo kutokana na mitazamo ya kisiasa, inabidi wategemee ugumu wa kesi hiyo, either wapunguze harakati za kisiasa au waamue kupambana dhidi ya siasa, lakini pia wajue kuna hatari kubwa sana kwenye kesi yao hiyo ya uhamiaji. Mwanasheria wao huyo aliwashauri kuipeleka kesi hiyo kwenye federal court, akiamini kwamba huenda huko ingeweza kupata haki yao, lakini kutokana na historia ya kukamatwa kwa vipisi vya bangi huko akiwa katika Uingereza, hii ni story ambayo tulisimulia katika simulizi iliyopita, iliwapa changamoto sana. Lakini kutokana na sheria za Uingereza kutaka uthibitisho wa mtuhumiwa kama aliweka bangi nyumbani kwake makusudi, basi John Lennon alisisitiza kwamba alibambikiziwa kesi hiyo na mfungua mashtaka alishindwa kuthibitisha kwamba John Lennon aliweka bangi hizo nyumbani kwake. Kwa hiyo John Lennon aliweza kusema kwamba bangi hizo ambazo zilikutwa nyumbani kwake ilikuwa ni bangi za kubambikiziwa kutokana na masuala ya kisiasa ambayo yalikuwa yanaendelea kipindi hicho. Lakini pia kutokana na kesi ya Yoko Ono kumlea Kyoko kuweza kushinda na kukubaliwa kumlea mtoto huyo nchini Marekani, John Lennon aliweza kwenda mahakamani pia kuomba kwamba asitenganishwe na familia yake, aendelee kukaa Marekani, kwa sababu Yoko Ono pamoja na Kyoko waliruhusiwa kukaa Marekani na Kyoko alionekana kwamba alizaliwa akiwa Marekani. Kwa hiyo kitendo hicho kinampa uhalali wa kuweza kuishi Marekani pamoja na mama yake. Kwa hiyo John Lennon aliweza kwenda kuomba kwamba kama mama yake ameruhusiwa kukaa Marekani kumlea mtoto wake, basi na yeye angeomba asitengwe na familia yake. Kwa hiyo kitendo hicho kiliweza kumpa muda zaidi wa kuendelea kukaa Marekani. Kwa hiyo katika kipindi hiki John Lennon alipunguza kasi ya kuendeleza harakati zake ambazo zilikuwa zinahusu mambo ya kisiasa na kudili na mambo yake binafsi ya kesi ambazo zilikuwa zinamwandama. Kila alipokuwa anataka kufanya harakati za kisiasa, alikuwa anaitwa na kupelekwa mahakamani na kuweza kupewa pressure kuhusiana na masuala ya uhamiaji na mambo mengine, na kupelekea kuwa mpole kidogo kuhusiana na harakati za kisiasa. Mpaka kipindi hiki John Lennon alikuwa tayari na uhakika kwamba nyumbani kwake amewekewa vifaa vya kuchunguzwa na simu yake ya nyumbani ilikuwa inasikilizwa, na kulikuwa na maafisa ambao walikuwa wamepewa kazi ya kufuatilia kila kitu ambacho anakifanya yeye pamoja na wafanyakazi wake. Kutokana na changamoto ambazo alikuwa anazipata kutoka kwa FBI, watu wake wa karibu waliamini kwamba siku za John Lennon kuishi hapo Marekani sio nyingi, maana wasanii wengi walikuwa wamepoteza maisha katika kipindi hiki. Watu wengi walipotea kusikojulikana, watu wengi walirudishwa katika nchi zao, wengine waliweza kuuliwa pamoja na kuishia jela. John Lennon hakuonekana kujali hali ambayo ilikuwa inaendelea, na aliendelea kuishi maisha yake ya kawaida na kulewa na kufanya mambo ambayo yangeweza kumfanya aweze kukamatwa na kufunguliwa kesi, lakini FBI waliweza kumwacha huku akiwa wanamfuatilia taratibu, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kwamba umati wa watu ambao uko nyuma yake ulikuwa ni mkubwa sana sana sana. Kwa hiyo waliendelea tu kumpushi na ile kesi ambayo ilikuwa mahakamani. Kwa hiyo taarifa za kesi ya John Lennon zilianza kusambaa nchi nzima na watu walianza kupata taharuki na kuanza kuandaa mipango ya kumpigania John
Lennon. Gazeti la New York Times liliandika makala ya kumsupport John Lennon, lakini pia John Kendrick alikusanya zaidi ya saini 10,000 hii kama petition ya kumsupport John Lennon. Lakini pia kiongozi wa National Auto Workers Union alijitokeza hadharani na kumsupport John Lennon. Lakini pia mayor wa New York John Lindsay aliweza kusimama pia na kumtetea John Lennon kutokana na uzito mkubwa ambao ulikuwepo na idadi kubwa sana ya watu ambao walikuwa wanamtetea John Lennon. Serikali ya Marekani pamoja na FBI walishindwa kutekeleza mpango wao wa kumfukuza John Lennon pamoja na kumfanya kitu mbaya. Kwa kitendo hicho kikafanya hatimaye John Lennon aweze kuwa salama kwa muda. Na tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 1972 hatimaye Richard Nixon aliweza kufanikiwa kuchaguliwa kwa mara nyingine, na kitendo hicho kiliweza kumuogopesha sana John Lennon na kuamini kwamba kana na nguvu kubwa aliyoitumia kwa ajili ya kumpinga kuweza kushindikana, basi aliamini kabisa kwamba anaweza akafanyiwa kitu kibaya kama sehemu ya kulipa kisasi. Kwa hiyo John Lennon katika kipindi hiki alizidi kuwa mlevi pamoja na kutumia madawa ya kulevya, huku akionekana kama amekata tamaa. Hatimaye John Lennon aliweza kupotea katika ulimwengu wa kisiasa pamoja na ulimwengu wa muziki na kuweza kujificha kusikojulikana, na kuweza kupelekea watu kuhisi kama huenda kuna changamoto kubwa ambayo imetokea, labda John Lennon ameuliwa au amefanywa kitu kibaya na FBI. Haijulikani ni kitu gani ambacho kilitokea kikamfanya John Lennon kuweza kupotea kabisa, lakini katika kipindi hiki John Lennon hakuonekana kabisa. Mwaka huo wa 1973 mwezi wa 3, majeshi ya Marekani yaliweza kutoka Vietnam na vita ikawa imeisha. Kwa hiyo mpaka kipindi hiki zaidi ya wanajeshi 1,800,000 wa Vietnam waliweza kufariki dunia na wanajeshi 800,000 wa Cambodia waliweza kufariki dunia, huku wanajeshi 58,000 wa Kimarekani nao pia walifariki dunia. Baada ya vita kusitishwa, maandamano ya kupinga vita hiyo hayakuwepo tena, na mpango wa FBI kumfuatilia John Lennon uliweza kupungua, japo kesi yake ya kumuondoa kumrudisha Uingereza ilikuwa inaendelea, lakini haikuwa na nguvu sana kama hapo mwanzoni, kwa sababu changamoto kubwa ya serikali iliyokuwa nayo ilikuwa ni vita ambayo ilikuwa inaendeshwa na nchi hiyo huko Vietnam. Katika kipindi hiki ndoa ya John Lennon pamoja na Yoko Ono ilianza kuingia kwenye changamoto. Kila mmoja alikuwa anaonekana kuchoshwa na mwenzake. John Lennon alionekana kukata tamaa ya maisha na kutumbukia kwenye madawa ya kulevya pamoja na pombe. Wakati John Lennon akiwa katika hali ya kukata tamaa, Yoko Ono yeye alikuwa anazidi kupambania ndoto zake za sanaa kama kawaida. Yoko Ono alianzisha mahusiano na mpiga gitaa wake ambaye alifahamika kama David Spinoza. Huyu ni kijana ambaye aliweza kumwajiri kwa ajili ya kuandaa project yake mpya, na kutokana na John Lennon kupambana na Yoko Ono na Yoko Ono kushindwa kuenjoy maisha yake pamoja na mchepuko wake huo, aliamua kuongea na mfanyakazi wake aliyefahamika kama May Peng, yule ambaye walikutana kipindi cha kwanza na kuwa sekretari wao, na kuweza kumsisitiza kwamba aweze kuanzisha mahusiano na mume wake John Lennon, maana alitamani kumuona mpenzi wake akiwa kwenye mahusiano mengine, na yeye pia alitamani kuwa katika mahusiano mengine ili na yeye pia aweze kuenjoy. Kwa hiyo njia pekee ya kuwa huru ilikuwa ni kumtafutia pia John Lennon mwanamke mwingine. Yoko Ono alisisitiza swala hilo na kuonekana kuwa tayari kugharamia kila kitu ili uhusiano huo uwezekane, na May Peng licha ya kukataa, lakini hakuwa na jinsi, maana kwa tamaduni za Kijapani ni kawaida kwa mwanamke kumpa mfanyakazi wake mume wake, na baadaye anaweza kwenda kumchukua kama kawaida, au kama kumzalia na vitu vingine anaweza kumzalia, lakini wale watoto wanakuwa ni watoto wa familia, sio watoto wa yule mfanyakazi. Kwa hiyo May Peng aliweza kukubali na kuanza mahusiano hayo mapya. Kwa hiyo mwezi wa 9 mwaka 1973 John Lennon pamoja na May Peng waliweza kwenda Los Angeles, na wakiwa huko John Lennon aliweza kupata nguvu ya kuendelea kufanya albamu yake ambayo ilifahamika kama Mind Games, na akiwa huko Los Angeles John Lennon alizidi kuwa vizuri na kuanza maisha yake mapya na kurudisha mahusiano yake mazuri na baadhi ya wasanii wenzake ambao walikuwa wamezungua na kipindi hicho, hasa wasanii wa Beatles, na kuanza kushirikiana katika mziki. Moja ya wanamziki ambao walikuwa wakimtembelea mara kwa mara alikuwa ni pamoja na Ringo Starr. Huyu ni mmoja ya msanii ambaye walikuwa katika kundi lake la Beatles. Katika kipindi hiki John Lennon alikuwa na hali ngumu sana ya kimaisha. Alikuwa akipata hela kidogo kidogo, lakini hela zote zilikuwa zinapitiliza kwenye kampuni yao ya Apple
company ambayo ilikuwa na madeni kibao. Alipofika Los Angeles, May Peng alifanikiwa kumshauri John Lennon aweze kukopa kiasi cha $10,000 kwa ajili ya kuweza kumudu gharama za studio ambazo alikuwa anazifanya kipindi hicho. Yoko Ono aliendelea kuwasiliana na John Lennon pamoja na May Peng licha ya kuwa huko New York, lakini alikuwa akifuatilia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea huko. Kutokana na hali ya John Lennon ilivyokuwa, May Peng alimshauri John Lennon kuweza kukutana na mwanae ambaye anafahamika kama Julian ili kuweza kufarijika na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. John Lennon alimkaribisha mwanae katika kipindi hicho. Kipindi hiki mwanae alikuwa na miaka 11 akiwa pamoja na mke wake wa zamani ambaye alikuwa anafahamika kama Cynthia. Kitendo hicho kiliweza kumkera sana Yoko Ono na kuwa anapiga simu mara kwa mara akidhani kwamba John Lennon anaweza kurudiana na mke wake huyo wa zamani. John Lennon pamoja na May Peng walimpeleka Juliani Disneyland na Cynthia aliweza kufuatana nao na kupata muda wa kuzungumza kuhusiana na mahusiano ya zamani, na kwenye mazungumzo yao Cynthia alionyesha kutamani kuzaa mtoto mwingine na John Lennon, lakini John Lennon alimwambia kwamba katika kipindi kile hakuwa na uwezo wa kuzaa kutokana na madhara ambayo aliyapata kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Na alipoulizwa kwenye interview moja kuhusiana na kipindi hicho ni kitu gani ambacho anatamani kukibadilisha kwenye maisha yake, aliweza kukiri kwamba angeishi maisha tofauti na mtoto wake Julian kwa sababu alitumia maisha yake kwa ajili ya kumfurahisha mpenzi wake badala ya kumfurahisha mtoto wake huyo Julian. Julian na mama yake waliweza kurudi Uingereza na John Lennon pamoja na May Peng waliweza kurudi New York. Akiwa anafuatilia kesi ya kampuni yao, aliweza kupata taarifa kwamba Yoko Ono yuko katika harakati ya kuandaa taraka ili waweze kuachana. Jambo hilo lilimkwaza sana John Lennon, na siku hiyo John Lennon alimaliza kwa kunywa pombe sana na kulewa vibaya sana, lakini May Peng alifanikiwa kumtuliza na kurudi katika hali ya kawaida. Kesho yake John Lennon pamoja na May Peng walionekana kwenye mwanzo wa magazeti wakiwa kwenye mahaba mazito, ikionekana kwamba John Lennon amekubaliana na mpango wa Yoko Ono kuachana naye na ameamua kujikita zaidi katika mahusiano ya May Peng. Kwa hiyo kitendo hicho kiliweza kumkwaza sana Yoko Ono na kuweza kumtupia maneno mazito sana. John Lennon baada ya kuona swali hilo limemkwaza mpenzi wake huyo, aliweza kuamua kurudi nyumbani kwake akiwa peke yake bila kuwa na May Peng kwa ajili ya kurudiana na mpenzi wake huyo Yoko Ono. Lakini Yoko Ono aliweza kumkatalia na kusisitiza mpango wake wa kutaka taraka, na sababu kubwa ya kutaka taraka ilikuwa ni kwamba John Lennon alikuwa katika hali mbaya na uwezo wake wa kufanya kazi ulikuwa mdogo sana na kipato chake kilishia kulipa madeni. Kwa hiyo kitendo hicho kilionekana kabisa kwamba Yoko Ono hawezi kupata msaada wowote kutoka kwa John Lennon. Kwa hiyo akaona ni bora aweze kuachana na John Lennon. Kwa hiyo baada ya John Lennon kufukuzwa na Yoko Ono, aliweza kwenda katika mji mwingine na kupanga apartment pamoja na May Peng na kuanza maisha yao mapya. John Lennon alianza kula vizuri na kuishi maisha yenye afya bila kuwa na stress na kuanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kitendo hicho kiliweza kuwafurahisha sana watu na kuona kwamba hatimaye John Lennon ameweza kutoka mikononi mwa mtu ambaye alikuwa anamharibu kisaikolojia pamoja na vitu vingine na kukutana na mtu ambaye hatimaye ameweza kumrudisha na kuwa John Lennon yule ambaye walikuwa wanamtegemea. John Lennon pamoja na May Peng walishirikiana kwa pamoja kwa kila kitu ili kuweza kumrudisha John Lennon katika hali yake ya kawaida. Walikuwa wanakula pamoja, wanatoka pamoja, wanaenda kwenye movie pamoja na kwenye migawa na kuenjoy na kufanya watu waone kabisa kwamba matatizo yote ambayo yalikuwa yanamtokea John Lennon yalikuwa yanasababishwa na mke wake huyo mpya ambaye alikuwa anafahamika kama Yoko Ono. Kwa hiyo John Lennon aliweza kurudi katika hali yake ya kawaida na kuanza kurudisha mahusiano mazuri na mtoto wake pamoja na ndugu zake wa huko Uingereza na kufanya watu waone hatimaye sasa tumempata John Lennon yule ambaye tulikuwa tumemkosa kwa miaka mingi sana. Alirudisha mahusiano yake na wasanii wenzake wa Beatles, hasa msanii ambaye walikuwa wana ushindani mkubwa sana, huyu Paul McCartney pamoja na wasanii wengine. Mwanzo walikuwa ni maadui wakubwa sana kutokana na tabia za John Lennon, lakini hatimaye kwa tabia zake mpya ziliweza kusababisha marafiki zake waweze kurudi tena na kuanza mipango ya kufanya nyimbo kama zamani. Alianza kukusanya wanamuziki wakubwa na kuanza kushirikiana nao kuandaa albamu yake ambayo ilikuwa inafahamika kama The Walls and Bridges.
Katika kipindi hiki John Lennon hakuwa na mahali pazuri pa kurekodia. Kwa hiyo rafiki yake ambaye anafahamika kama Levi aliweza kujitolea na kumpa John Lennon studio ya kufanyia kazi ili aweze kurekodi albamu yake hiyo, na John Lennon baada ya kumaliza aliweza kumpa nyimbo hizo aweze kuzisikiliza ili aweze kuzipitisha ili baadaye waweze kuzifanyia mixing. Lakini Levi aliweza kuchukua albamu hiyo na kuweza kuipeleka sokoni kabla haijafanyiwa mixing, na huyo Levi aliamua kuita albamu hiyo Roots. Kwa hiyo kitendo hicho kiliweza kufanya John Lennon ahisi kama Levi amemtapeli au amemdhulumu na vitu kama hivyo, na hatimaye John Lennon naye aliingia studio na kuweza kuifanyia mixing vizuri na kuweza kuiachia albamu hiyo hiyo ikiwa imefanywa mixing na kuipa jina la Rock and Roll. Baada ya kupelekana mahakamani, albamu ya Levi iliweza kuondolewa sokoni na Levi aliweza kupata kiasi cha dola 6,000. Maisha aliweza kuendelea kuwa mazuri kwa John Lennon na watu walianza kumshukuru May Peng kwa kumrudisha John Lennon ambaye walikuwa wamemisi sana, na kumshutumu Yoko Ono kwa kumharibu John Lennon. Baada ya Yoko Ono kupata taarifa kwamba John Lennon hatimaye amerudi katika maisha yake ya mwanzo na ameanza kufanya vizuri sokoni na ameanza kuingiza hela nyingi sana, hatimaye Yoko Ono alianza kusuka mipango ya kurudi kwenye maisha ya John Lennon. Tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 1974, John Lennon akiwa kwenye klabu moja pamoja na May Peng wakiwa wanakula maisha, walipata taarifa kwamba Yoko Ono yupo kwenye klabu hiyo anamtafuta John Lennon. John Lennon pamoja na May Peng walifanikiwa kumkwepa na kuondoka kwenye klabu hiyo. Kesho yake Yoko Ono alimpigia simu May Peng na kumwambia kwamba anataka kumchukua mume wake kwa mara nyingine. Kutokana na tamaduni zao zinaruhusu kufanya hivyo, aliweza kumshurutisha May Peng kuweza kuachana na mume wake huyo. May Peng aliumia sana, maana alijua kwa mapenzi ambayo John Lennon alikuwa nayo kwa Yoko Ono hataweza kukataa. Kwa hiyo alihisi kabisa kwamba hatimaye John Lennon ataweza kuondoka. Siku moja John Lennon alipokuwa kwenye tamasha la Madison Square Garden pamoja na May Peng, walikuwa katika show ambayo ilikuwa inamhusu pia Elton John. Yoko Ono akiwa upande wa mashabiki aliweza kumtumia John Lennon maua, na baada ya show kumalizika waliweza kukutana na kuelekea kwenye klabu ambayo ilikuwa jirani na hapo na kuweza kuzungumza mambo mawili matatu. Na toka kipindi hicho ndoto ya John Lennon kurudi stejini ndipo ilipoishia hapo. Inaonekana kama Yoko Ono alikuwa anaonea wivu maisha ya John Lennon, au inawezekana anakamilisha mpango wa FBI wa kumnyong'onyeza John Lennon asiweze kurudi katika ulimwengu wa siasa pamoja na vitu vingine. Haijulikani nini ambacho kinatokea, lakini toka kipindi ambacho John Lennon alirudi kwa Yoko Ono, maisha yake ya kurudi katika ramani ya muziki yaliweza kupotea kabisa. Lakini kwa upande mwingine ilionekana kama Yoko Ono alikuwa kama sehemu ya kuweza kumrudisha katika madawa ya kulevya. Kumbuka kwamba katika kipindi ambacho alikuwa yuko katika piki ya juu aliweza kukutana na Yoko Ono, na toka alipokutana na Yoko Ono alianza kushuka kimziki. Toka alipoanza kushuka kimziki alijikuta anaingia kwenye madawa ya kulevya na kuacha kurekodi nyimbo. Lakini toka kipindi ameachana na Yoko Ono na kukutana na May Peng alirekodi nyimbo nyingi zaidi ya kipindi chote ambacho alikaa na Yoko Ono. Yoko Ono alimpigia simu John Lennon na kumwambia kwamba anataka ampe dawa maalum ambayo itamsaidia kuacha kutumia sigara, maana mpaka kipindi hiki alikuwa anavuta sigara, yani kwa siku alikuwa anaweza kavuta pakti 2 za sigara, kitu ambacho kilimpelekea kuwa na kikohozi ambacho kilikuwa hakiishi, pamoja na mambo mengine ambayo yalikuwa yanamsumbua kipindi hicho. Licha ya May Peng kumkatalia John Lennon asiweze kwenda kwa Yoko Ono, lakini John Lennon aliweza kuforce kuondoka na kumwahidi May Peng kwamba kesho yake atarudi. Baada ya kwenda kukutana na Yoko Ono hakuweza kurudi, na baada ya May Peng kumpigia simu John Lennon, Yoko Ono aliweza kumkatalia John Lennon asiweze kupokea simu za May Peng na kuweza kuwatenganisha kwa muda mrefu sana. Baada ya siku kadhaa kupita, May Peng aliweza kwenda kwa dentist wake ambaye walikuwa wameweka appointment kwa pamoja na John Lennon, na John Lennon siku hiyo naye pia aliweza kwenda katika appointment hiyo, kwa sababu hizo appointment walipangiwa siku moja. John Lennon aliweza kufika kwa dentist huyo akiwa amechelewa, huku akiwa na hali
mbaya sana. Alikuwa na makovu usoni, lakini pia alionekana kama alikuwa ametoka kugombana au vitu vingine, lakini pia sura yake ilikuwa kama teja au zombie, tunaweza tukasema hivyo. Alikuwa ni mtu ambaye hatamaniki kabisa, alikuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Baada ya May Peng kumuona vile, aliweza kumuonea huruma, na baada ya kumaliza appointment yao aliweza kumpeleka nyumbani kwake. Na alipofika huko, John Lennon kama vile mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa, aliweza kukusanya nguo zake kwa May Peng kwa unyonge na kumwambia kwamba Yoko Ono amemruhusu kurudi nyumbani kwao, kwa hiyo anarudi nyumbani. Kwa hiyo nguvu zote ambazo May Peng alizitumia kumrudisha John Lennon ilikuwa ni kazi bure. Kitendo hicho kilimuuma sana May Peng, lakini May Peng hakuwa na jinsi, aliweza kumruhusu na kumwacha John Lennon aweze kuondoka. Baada ya rafiki zake kusikia kwamba John Lennon amerudi kwa Yoko Ono, wengi waliumia sana na kusema kwamba wamempoteza rafiki yao kwa mara nyingine. Kwa John Lennon, baada ya kurudiana na Yoko Ono, aliweza kupotea katika ramani ya muziki, lakini pia aliweza kupotea machoni mwa mashabiki pamoja na marafiki zake. John Lennon na Yoko Ono waliweza kuonekana hadharani kwa mara ya kwanza wakiwa kwenye tuzo za Grammy, na siku chache baadaye Yoko Ono alitangaza kupata mimba ya John Lennon, lakini watu waliingiwa na mashaka kwa sababu John Lennon alishazungumzia kuhusiana na swala la uwezo wa kupata mimba au uwezo wa kuzaa kwa sababu ya matatizo ya madawa ya kulevya. Lakini wengine waliweza kusema kwamba ilikuwa ni mpango wa Yoko Ono ili kuweza kumiliki mali za John Lennon pamoja na kuweza kusababisha au kuweza kumaliza kesi yao ya uhamiaji. Na kwenye anniversary yao waliweza kurudia kiapo chao katika jumba lao la Dakota, huku wakiwa wamevaa nguo nyeupe na kufanya ibada zao kwa imani ya Kidruids na kumkumbusha John Lennon kiapo chao ambacho waliapa kipindi walipokutana. Imani hii ya Druids ni imani ambayo ina utata kidogo, tukizungumzia itachukua muda sana, lakini kiufupi ni kwamba ni imani ya kishirikina au imani ya nguvu za giza au imani za kale na vitu vingine ambazo John Lennon alikuwa anazitumia kipindi hicho. Ni moja ya imani ambazo zinatumiwa sana na watu maarufu na watu wengine ambao inasemekana kwamba wanamwabudu shetani na vitu vingine, lakini imani hii hatufahamu ni kwamba John Lennon ndio aliitambulisha kwa Yoko Ono au Yoko Ono ndo alitambulisha kwa John Lennon, hatufahamu. Lakini kipindi hichi Yoko Ono alichukua muda wa kumkumbusha John Lennon kwamba kuna kiapo alikula katika imani yao, kiapo ambacho hakivunjiki. Kwa hiyo waliweza kurudia kiapo chao ili kuweza kukumbuka kile ambacho walikuwa wameapa ndani ya imani hiyo. Licha ya kurudiana na Yoko Ono, lakini waliendelea kuwa na mahusiano ya kujificha pamoja na May Peng, lakini pia Yoko Ono naye pia aliendelea kuwa na mahusiano na mpenzi wake ambaye alikuwa na kipindi hicho. Kwa hiyo John Lennon na Yoko Ono walikuwepo, lakini kila mmoja alikuwa kama ana uhuru wa kuishi maisha yake. Oktoba 9 mwaka 1975 Yoko Ono alijifungua mtoto wao na kumuita Sean Otto Ono Lennon. Inasemekana kwamba Ono aliforce kujifungua mapema siku ya birthday ya John Lennon kwa sababu aliamini kwamba kama John Lennon akifariki basi roho ya John Lennon itaenda kwa mtoto wake. Mtoto alizaliwa akiwa na changamoto kutokana na kuzaliwa mapema, lakini baada ya kumpima waliweza kukuta kwamba mtoto ana vichembe za madawa ya kulevya kwenye mwili wake. Watu walimwangushia lawama Yoko Ono kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa anatumia madawa ya kulevya wakati akiwa na ujauzito, lakini aliweza kukana swala hilo na kusema kwamba sababu ni kutokana tu na kuzaliwa mapema. Lakini baada ya muda mtoto huyo aliweza kupatiwa matibabu na kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kuwa salama. Baada ya kufanikiwa kupata mtoto huyo, ndoto zao ambazo zilikuwa za kuishi Marekani ziliweza kutimia, na John Lennon alifutiwa kesi yake ya uhamiaji kwa sababu tayari sasa amekuwa ni baba wa mtoto mwenye uraia wa Marekani. Mkataba wake na EMI uliweza kuisha katika kipindi hiki cha mwaka 1976. Licha ya kupata deals nyingi toka kwa makampuni makubwa, lakini alikataa kuweza kuingia katika mkataba mwingine. Kwa hiyo toka mwaka 1961 hatimaye kwa mara ya kwanza John Lennon alikuwa huru. Katika kipindi hiki ni kwamba
kutokana na mkataba aliokuwa nao, nyimbo yoyote ambayo alikuwa anaifanya kuna kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kinaenda katika kampuni ya EMI. Kwa hiyo kipindi hiki John Lennon alikuwa huru kabisa kuishi maisha yake na kufanya ngoma zake na kuweza kufanya projekti zake binafsi bila kushirikiana na mtu yoyote, kama vile ambavyo ilikuwa kwa Michael Jackson kipindi cha mwisho wa uhai wake. Inaonekana kabisa kwamba pia makampuni haya, kama mwanamuziki unapotoka katika mkataba wao na kuwa huru, hatimaye katika kipindi hiki unakuta wasanii wengi hawachukui muda mrefu hupoteza maisha, kama vile ambavyo ilikuwa kwa Michael Jackson. Kwa hiyo wakati Yoko Ono akijikita zaidi kwenye kufuatilia mali zote za familia pamoja na mikataba yote ya John Lennon alijitoa kwenye kila kitu kinachohusiana na muziki na kuwa baba wa nyumbani na kujikita kwenye kumlea mtoto wake ambaye alikuwa amezaliwa kipindi hiki. Licha ya kujitenga na maisha ya ustaa na kuwa baba wa nyumbani, matatizo yaliendelea kumfuata. Assistant wao wa muda mrefu ambaye anafahamika kama Mel Evans aliweza kufariki kwa kupigwa risasi na polisi baada ya kuvamiwa nyumbani kwake akiwa na mpenzi wake. Baada ya kifo hicho, John Lennon aliamua kufunga siku 40 huku akinywa juisi peke yake kwa ajili ya kuweza kumtakia mema yule marehemu, lakini pia kuweza kujiweka sawa. Lakini baada ya kutoka katika kifungo hicho, alipata taarifa kwamba baba yake anaumwa kansa ambayo iko stage mbaya na muda wote anaweza kupoteza maisha. Baada ya muda mrefu alifariki dunia akiwa kwenye majonzi makubwa sana. Kuna baadhi ya watu walianza kumtumia barua za vitisho na wengine walitaka aweze kutoa zaidi ya $100,000 ili aweze kumnusuru mtoto wake ambaye alikuwa anampenda sana, na bila hivyo walimwapia kwamba watamteka mtoto wake ili aweze kutoa hela hizo. John Lennon aliweza kutoa taarifa polisi, lakini polisi hawakuweza kutoa msaada wowote. Watu wasiojulikana walianza kuchoma moto nyumba zake na maeneo ambayo alikuwa ameyanunua. Lengo kubwa lilikuwa ni kumtisha na kumtaka asifanye mambo ya maendeleo, kwa sababu kuna watu hawakuwa wanapenda kuona akiwa anafanikiwa bila kuwa chini yao. Kuna baadhi ya watu waliamini kwamba kulikuwa kuna ajenda ambazo zilikuwa zinaendelea za kumfanya John Lennon aweze kurudi nyuma au akae chini ya lebo ili aweze kufanya mambo yake. Kwa hiyo kitendo hicho kilifanya John Lennon aweze kususa kufanya kitu chochote na kuamua tu kuwa baba wa nyumbani na kuamua tu kujikita kwenye kumlea mtoto wake. Kwa hiyo katika kipindi hiki Yoko Ono alikuwa akifanya maamuzi makubwa sana ya kibiashara bila kumshirikisha John Lennon, na mshauri wake mkubwa sana alikuwa ni numerologist ambaye alikuwa anafahamika kama Takashi Yoshikawa. Huyu ni hawa waganga ambao wanafanya mambo ya ramli na nini ambao tunaweza tukasema hivyo, ambao wanatabiri kile ambacho kitatokea baadaye, ambaye walikuwa wanashirikiana na mganga wake aliyekuwa anafahamika kama John Green au unaweza ukamuita Charlie Swing, ambaye baadaye alikuwa kama sehemu ya familia yake. Huyu John Green alimuunganisha Yoko Ono pamoja na Sam Green ambaye alikuwa ni muuzaji wa vitu vya makumbusho na kukusanya vitu vya kale vya Misri, ikiwemo na sanamu pamoja na makaburi ya watu wa kale wa Misri, michoro pamoja na vitu vya kiimani, na kutengeneza chumba special kwa ajili ya kufanya mambo hayo ya kiimani pamoja na kuwa na makumbusho katika nyumba hiyo ya Dakota. Watu walianza kuingiwa na hofu baada ya kuona kila kitu cha John Lennon kinaendeshwa na Yoko Ono huku John Lennon akiwa haonekani, na wengine walianza kufikiria labda ameuliwa, huku wengine wakifikiria labda kawekwa msukule, pamoja na maneno mengine mengi yaliendelea kipindi hicho, huku ikionekana Yoko Ono akiwa karibu sana na kijana huyo ambaye inasemekana kwamba walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Mwaka 1979 Yoko Ono alinunua nafasi kwenye gazeti la London Times na kuandika kwamba ukimya wao ni kwa sababu ya upendo na sio utengano. Yeye pamoja na John Lennon pamoja na mtoto wao Sean wako salama kabisa. John Lennon pamoja na Yoko Ono waliungana na kuandaa albamu ambayo ilikuwa ina nyimbo 7 za John Lennon na nyimbo 7 za Yoko Ono, na kuingia makubaliano ya kugawana mapato ya albamu hiyo nusu kwa nusu. Licha ya John Lennon kuonekana kutokubaliana na hali hiyo, lakini alikuwa hana jinsi zaidi ya kukubaliana naye. Baada ya kumaliza kuandaa albamu yake, waliwasiliana na msanii mwenzake John Martin na kupanga kurudi
kurudia baadhi ya nyimbo ambazo walifanya na Beatles pamoja na kuandika nyimbo mpya. Lakini cha kushangaza ni kwamba nyimbo zake zote ambazo alikuwa akiandika kipindi hiki ni nyimbo ambazo zilikuwa zinazungumzia kuhusiana na kifo chake. Kuna nyimbo ambayo alikuwa ameandika Gone From This Place, lakini pia kuna nyimbo nyingine ambayo ilikuwa inaitwa You Saved My Soul. Hizi ni moja ya kazi ambazo alizifanya wiki yake ya mwisho katika kipindi cha uhai wake. Kwa hiyo baadhi ya watu waliamini kabisa kwamba kuna tukio ambalo alikuwa anahisi kwamba huenda likatokea katika kipindi hiki, lakini hawakuwa wanaelewa ni nini ambacho alikuwa anamaanisha mpaka alipofariki dunia. Baada ya kuanza kutangaza ujio wa albamu mpya, John Lennon aliwashtua sana watu ambao walikuwa wamemisi sana, na interview zilianza kumiminika sana, na kila mmoja alitaka kujua baadhi ya mambo kuhusiana na maisha yake katika kipindi hiki ambacho alikuwa amepotea. Ndipo alipotangaza kuandaa matamasha yake ambayo yatakuwa matamasha muhimu zaidi kwenye maisha yake, na kujiandaa kurudi Uingereza kwa ajili ya kukutana na mashabiki zake pamoja na ndugu zake toka alipoondoka Uingereza, kwa sababu toka alipoondoka Uingereza mpaka kipindi hiki alikuwa bado hajarudi. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo Michael Jackson ambavyo na yeye alizungumzia kufanya matamasha yake makubwa sana, matamasha ya mwisho, akiamini kwamba matamasha hayo yataandika historia katika kipindi cha uhai wake, na matamasha hayo yalikuwa ni matamasha ambayo angepata hela yeye moja kwa moja bila kuwashirikisha watu wengine. Lakini baadhi ya watu hawakupenda kuona hilo jambo linatokea. Kama matamasha haya yangeweza kufanyika, yeye na familia yake angepata mafanikio makubwa sana, kwa sababu katika kipindi hiki hawakuwa katika mkataba na kampuni yoyote. Lakini kwa bahati mbaya matamasha haya yote ambayo waliyapanga hayakuweza kutokea. Jumapili moja, John Lennon akiwa na ratiba zake za kawaida, na nyumbani kwake huwa ni kawaida kwa mashabiki zake kushinda nje ya mlango wake wakimsubiri ili kuweza kumuona au kutaka aweze kuwasainia kwenye kopi za albamu ambazo wanakuwa wamenunua. Na moja ya mashabiki ambao walikuwa katika eneo hilo la nyumbani kwake wakimsubiri ni pamoja na mshabiki mmoja ambaye anafahamika kama Mark David Chapman, ambaye alikuwepo kwa muda mrefu akimsubiri. Huyu Mark David Chapman inasemekana waliweza kumsubiri John Lennon toka asubuhi mpaka mida ya saa 4 usiku, lakini John Lennon hakuweza kutokea, na David Mark Chapman aliweza kuondoka pamoja na mashabiki wengine mahali pale. Na siku ya Jumatatu David Chapman aliweza kurudi mahali pale na kuendelea kumsubiri John Lennon. Mida ya saa 7 mchana siku ya Jumatatu, John Lennon aliweza kutoka nyumbani kwake na kuweza kuwasainia watu waliokuwepo mahali pale, na katika kipindi hicho wengi wao walikuwa wana albamu ya Double Fantasy ambayo walikuwa wameshaitoa muda mfupi katika kipindi hiki. Na moja ya watu ambao walipata sahihi za kwenye albamu hiyo ilikuwa ni pamoja na Mark David Chapman ambaye alikuwepo katika mahali hapo. Na baada ya kutoka hapo alielekea kwenye interview kwenye redio inayofahamika kama RKO na kufanya interview kadhaa. Baada ya kutoka hapo alikwenda kufanya shooting kwenye nyimbo ambazo zilikuwa kwenye albamu ile, na usiku kabla ya kwenda klabu aliamua kurudi nyumbani ili aweze kumuaga mtoto wao Sin, ili baada ya hapo aweze kuondoka na kwenda klabu. Hata akirudi usiku sana basi itakuwa haina shida, kwa sababu atakuwa tayari ameshamuaga, kwa sababu John Lennon alikuwa hapendi kulala bila kumuaga mtoto wao Sin. Kwa hiyo saa 4 na dakika 40 usiku John Lennon aliweza kurudi nyumbani kwao ili aweze kumuaga mtoto huyo, ili baada ya hapo aweze kuondoka kwenda klabu. Na idea hiyo ya kurudi nyumbani ni idea ambayo walisapotiana, walikubaliana pamoja na Yoko Ono. John Lennon na Yoko Ono waliweza kurudi nyumbani, na baada ya kushuka kwenye gari lao, huyu mmoja ya mashabiki ambaye anafahamika kama Mark David Chapman aliweza kumuita John Lennon Mr. Lennon na kumpiga risasi 5, na risasi 4 ziliweza kumpata na kudondoka chini na kufariki pale pale. Kelele zilisikika, kingola cha kuita polisi kilipigwa, na polisi waliweza kufika na kumfunika, huku pembeni David Chapman akiwa amekaa ametulia kama hamna ambacho kilikuwa kimetokea, na pembeni yake kulikuwa na bunduki pamoja na kopi ya albamu ambayo ilikuwa imesainiwa na John Lennon, na mkononi alikuwa anasoma kitabu ambacho kilikuwa kinafahamika kama Catcher in the Rye. Moja ya gari la polisi
lilimpeleka John Lennon kwenye hospitali ya Roosevelt, na Yoko Ono aliweza kufuata na gari la pili, na baada ya John Lennon kufika hospitalini alikimbizwa kwenye chumba cha watu mahututi, lakini tayari alikuwa hapumui na 80% ya damu yake ilikuwa imeshapotea. Daktari walijaribu kumuokoa lakini ilishindikana. Risasi zilizoingia kwenye mwili wake ziliharibu viungo vya mwili wake kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa John Lennon kuweza kupona. Kifo chake kilitangazwa muda wa saa 5:07 usiku. Ndani ya lisali moja, taarifa za kifo cha John Lennon ziliweza kusambaa dunia nzima, na watu wengi walijitokeza mbele ya nyumba yake ambayo ilikuwepo mitaa ya Dakota, mahali ambapo umauti ulimkuta, na kuwasha mishumaa kama sehemu ya kuomboleza, na nyimbo ambayo ilikuwa ikipigwa kila mahali ilikuwa ni Give Peace a Chance. Kutokana na tofauti ya muda, Uingereza ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 12. Mke wake na Paul McCartney alikuwa amewapeleka watoto shule, na baada ya kurudi nyumbani alikuta Paul akiwa kwenye kinanda chake, huku akiwa amechanganyikiwa sana, huku akiwa anatetemeka kwa uoga. Baada ya kutulizwa na mke wake, alipata nguvu na kumpigia simu msanii mwenzake Ringo Starr pamoja na mke wa zamani wa John Lennon ambaye anafahamika kama Cynthia. Na baada ya kupata taarifa hizo, aliweza kurudi nyumbani haraka kwa ajili ya kumwahi mtoto wao Julian, ili asiweze kupata taarifa za kifo cha baba yake kupitia vyombo vya habari au kupitia watu ambao watashindwa kumfanya awe katika hali nzuri na kumfanya aweze kuchanganyikiwa. Katika kipindi hiki Julian alikuwa na miaka 17. Ikumbuke kabisa katika simulizi ya John Lennon akiwa na miaka 17, yeye naye aliweza kumpoteza mama yake. Kwa hiyo haya matukio yalikuwa kama yanafanana. Mwili wa John Lennon ulichomwa moto katika makaburi ya Westchester, na majivu yake hayakujulikana mke wake aliyapeleka wapi, maana mazishi yake yalifanyika kwa siri sana. Kwa hiyo hakuna ambaye alishuhudia John Lennon akichomwa moto, wala hakuna ambaye alishuhudia majivu yake yalipopelekwa. Mashabiki zake hawakuwa wanajua cha kufanya zaidi ya kushinda kwenye maeneo ya wazi kwa ajili ya kuomboleza kifo cha msanii wao. Na Yoko Ono aliweza kutoa ratiba ya mashabiki zake siku ya Jumapili ya kifo cha John Lennon, kwamba watu waweze kujitokeza kwenye maeneo ya wazi kwa ajili ya kuomboleza kifo chake. Zaidi ya watu 30,000 waliweza kujitokeza kwenye viwanja vya Liverpool, na zaidi ya watu 2.5 waliweza kujitokeza kwenye viwanja vya Central Park, na zaidi ya mamilioni ya mashabiki wengine waliweza kujitokeza na kutumia muda wa dakika 5 kwa ajili ya kukaa kimya ili kuweza kuomboleza kifo cha John Lennon. Na katika kipindi hiki ndipo watu walipojua ukubwa alionao John Lennon, lakini walijua umuhimu wake na ukubwa wake wakati tayari akiwa ameshafariki dunia. Taarifa zilianza kusambaa na watu kadhaa walishindwa kuvumilia maumivu ya kuondokewa na msanii wao mpendwa, na baadhi ya mashabiki ambao walishindwa kujizuia waliweza kujiua kwa kujinyonga na wengine kwa kunywa sumu. Na baada ya Yoko Ono kupata taarifa hizo, aliweza kujitokeza na kuandika waraka wa kuwataka mashabiki zake wamwenzi John Lennon, wakiamini kwamba hakufa bali anaendelea kuishi ndani yao. Aliweza kuelezea jinsi alivyompa taarifa mtoto wake, taarifa za kifo cha baba yake, na kumpeleka mahali ambapo baba yake alipigwa risasi. Na baada ya mtoto wake kumuuliza ilikuwaje mtu ambaye alikuwa anampenda kuamua kumuua na kumfanyia kitu kibaya kwa kiasi kile, Yoko Ono aliweza kumjibu mtoto wake na kumwambia kwamba John Lennon hivi sasa ni sehemu ya Mungu na yuko pamoja na Mungu. Aliweza kumwambia kwamba ukifa unakuwa mkubwa zaidi, maana unakuwa sehemu ya kila kitu duniani. Licha ya Yoko Ono kuonekana jasiri mbele ya watu, lakini alikuwa anatumia muda mwingi sana anapokuwa peke yake kuomboleza kifo cha mume wake bila watu wengine kujua. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa akienda chumbani au bafuni au chooni na kujifungia na kulia sana, lakini anapotoka hapo anakuwa katika hali ya kawaida ili kuweza kuwatia moyo wale ambao walikuwa wanamtegemea. Kwa hiyo kama kawaida, vifo vya watu maarufu huwa haviwezi kupita bila kuwa na conspiracy kadhaa. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaamini kwamba kifo cha John Lennon kilisababishwa na mke wake, huyu ambaye anafahamika kama Yoko Ono, pamoja na jamaa ambaye anafahamika kama Sam Green,
ambaye alikuja na idea ya kukusanya vitu vya kale ambavyo walikuwa wanavitoa Misri na kuviweka katika nyumba yao ya Dakota. Inasemekana mahusiano yao yalianza kuwa wazi miezi 6 tu baada ya John Lennon kufariki. Kwa hiyo inasemekana kwamba hata kabla ya John Lennon kufariki, huyu jamaa alikuwa na mahusiano na mke wa John Lennon. Kwa hiyo kitendo hiki waliamua kukifanya kwa ajili ya kumuondoa ili wao waweze kuwa huru. Lakini pia inasemekana kwamba Yoko Ono alikuwa anataka kuachana na John Lennon miezi kadhaa kabla ya kifo chake kumkuta, kwa nia ya kuoana na huyu Sam Green pamoja na kumiliki mali zake zote. Ndio maana Yoko Ono aliamua kusimamia mali zote za familia katika kipindi hiki na kujimilikisha yeye na kutumia hela za John Lennon kwa kununulia majumba ambayo alikuwa anayaandika majina yake yeye mwenyewe. Lakini pia mjomba wake na John Lennon ambaye anafahamika kama Norman alizungumzia maisha ya John Lennon pamoja na Yoko Ono na kusema kwamba John Lennon alikuwa anataka kuachana na Yoko Ono, lakini mara nyingi Yoko Ono alikuwa anajua kumrudisha John Lennon kwa kutumia addiction zake. Lakini pia personal assistant wake ambaye anafahamika kama Fred Seaman aliweza kumuongelea John Lennon na kusema kwamba alikuwa anaishi katika mateso makubwa sana, alikuwa anapitia maumivu ya kila namna, alikuwa ameshapoteza mwelekeo, hajijui yeye ni nani na alikuwa hajui mwelekeo wa maisha yake, alikuwa ameshakata tamaa. Kitu ambacho alikuwa anakisubiri katika kipindi hicho ilikuwa tu ni mauti kama sehemu ya kuweza kusitisha maumivu yake. Aliamua kuyaweka maisha yake mikononi mwa Yoko Ono na kumwamini kwa kila kitu. Lakini baada ya Yoko Ono kumsaliti, aliweza kuchanganyikiwa zaidi na kushindwa kujua ni nini cha kufanya. John Lennon aliacha utajiri wa kiasi cha dola milioni 800 na baada ya kufariki Yoko Ono alipeleka wosia wa John Lennon ambao ulikuwa unaonyesha kwamba John Lennon alimuachia yeye pamoja na mtoto wao Sean utajiri wote na kumtoa Julian kwenye wosia huo, kitu ambacho ilikuwa ni ngumu sana kwa watu kuamini. John Lennon aliwaachia mali zote ambazo alikuwa anazimiliki, ikiwemo majumba, makampuni yote pamoja na haki zote za nyimbo yake. Lakini Julian hakuwa ameachiwa kitu chochote, ambaye ndiye alikuwa mtoto wake halali, mtoto wa kwanza, huku ikisemekana huyu Sean alikuwa ni mtoto ambaye anatoka kwa baba mwingine. Lakini walifanya hivyo kwa ajili ya kuweza kufanikisha ili aweze kuwa na uraia wa Marekani pamoja na vitu vingine. Julian baada ya kuona kuna kitu hakipo sawa, aliweza kwenda mahakamani na kufungua kesi na kudai kwamba wosia huo ambao umeandikwa na John Lennon ulikuwa ni wosia wa kuandika kwa kushinikizwa na hakuweza kuandika kwa matakwa yake kwa sababu anamfahamu vizuri baba yake. Lakini baada ya kesi hiyo kuwa kubwa na Julian kuonekana anaelekea kuweka ukweli wote wazi, Yoko Ono aliamua kukaa naye na kuelewana naye nje ya mahakama na kumpa kiasi cha dola milioni 25 ili aweze kutupilia mbali kesi hiyo. Kama Julian angefanikiwa kushinda kesi hiyo, basi angeweza kupata zaidi ya dola milioni 200, lakini hakutaka kuendelea kugombana na Yoko Ono kwa sababu ya ukaribu aliokuwa nao na mdogo wake ambaye alizaliwa na mama yake huyu wa kambo ambaye anafahamika kama Yoko Ono. Lakini polisi baada ya kumkamata muuaji na kumuhoji, aliweza kujitetea na kusema kwamba alifanya mauaji hayo bila kushirikiana na mtu yoyote. Alifanya hivyo ili kupata umaarufu. Alihukumiwa miaka 20 jela na kwenda kwenye jela ya Attica State, jela ambayo John Lennon aliitungia nyimbo miaka ya nyuma kwa ajili ya kutetea wafungwa wa gereza hilo. Kuna baadhi ya watu walifika mbali zaidi na kusema kwamba John Lennon aliuliwa na rais wa Marekani John Reagan. Baada ya John Lennon kupata mtoto na kuwa raia wa Marekani, alianza kuwa tishio kwa serikali ya Marekani. Kwa hiyo waliamini kwamba kama kipindi cha nyuma aliweza kupambana na serikali ya Marekani akiwa na tishio la kufukuzwa Marekani, itakuwaje kama akirudi kwenye harakati hizo akiwa kama raia wa Marekani? Kwa hiyo tatizo ni kwamba katika kipindi hiki alionekana kama ameanza kurudi katika ulimwengu wa sanaa, lakini pia katika harakati zake za kawaida. Kwa hiyo ikaonekana katika kipindi hiki ni kama wakiweza kumwachia mapema kabla hajapata umaarufu kama alikuwa ameupata kipindi cha nyuma, basi anaweza akaleta madhara. Kwa hiyo akaamua kumtengenezea
changamoto hii mapema. Lakini pia Strongman pamoja na Parker waliweza kuelezea uhusiano wa kifo cha John Lennon pamoja na kifo cha John Kennedy, lakini pia kifo cha Robert Kennedy pamoja na kifo cha Martin Luther King Jr. pamoja na wauaji ambao wamehusika kuwaua hawa watu kuwa na mfanano mkubwa sana. Na moja ya vitu ambavyo vilizungumziwa ni pamoja na vitabu ambavyo walikutwa wakiwa wameshikilia. Vile vitabu ambavyo walikutwa navyo vinaonekana ni vitabu ambavyo vilitengenezwa kwa nia ya kutengeneza au kufanya mind controlling au na vitu kama hivyo, vitendo ambavyo vilipelekea hawa watu kufanya mauaji bila kujua. Lakini kuna mambo mengi ambayo yalizungumziwa kuhusiana na mambo ya CIA na FBI na pamoja na mind controlling kipindi hiki. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho John Lennon alikuwepo na hii vuguvugu lote lililokuwepo katika kipindi hiki, ndicho kipindi ambacho kifo cha JF Kennedy kilitokea, lakini pia kifo cha Robert Kennedy ambaye ni mdogo wake na John Kennedy ambaye naye pia alitaka kugombea urais baada ya kakake kuuliwa, naye pia aliweza kuuliwa. Lakini ndio kipindi ambacho Martin Luther King naye alitokea na kuwa katika harakati na yeye pia aliweza kuuliwa. Kwa hiyo katika kipindi hiki kulikuwa na changamoto kubwa sana ya kisiasa na watu wengi sana walikuwa wameuliwa. Kwa hiyo kitendo hiki kilipelekea watu kuamini kabisa, licha tu ya wasanii wengi wa rock music kuuliwa, pia baadhi ya moja ya wasanii ambao walisemekana kwamba nao pia wako katika listi ya kuuliwa ilikuwa ni pamoja na John Lennon. Kwa hiyo kitendo hiki kilipelekea watu kuamini kwamba mauaji haya yamehusishwa na serikali ya Marekani. Kwa hiyo serikali ya Marekani baada ya miaka kadhaa huwa wana mtindo wa kuweza kutoa zile siri ambazo zilikuwepo FBI na nini, kuziweka wazi. Kwa hiyo baada ya miaka mingi kupita, hivi karibuni baadhi ya watu walianza kushinikiza serikali ya Marekani kuweza kutoa document za FBI ambazo zinasemekana zilikuwa zinahusiana na FBI kumchunguza John Lennon, na document hizo zilitoka, na document hizo zilionyesha kweli kwamba John Lennon alikuwa anafuatiliwa na FBI pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo zile hofu ambazo John Lennon alikuwa anazizungumzia ikaja kuonekana kwamba ni sawa. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kufuatilia kiundani zaidi, kuna document ambazo zimetoka ambazo zinaelezea jinsi FBI walivyoendesha mpango wao wa kumfuatilia John Lennon. Lakini kitendo hiki kimaanishi kwamba serikali ya Marekani ndio ilimuua John Lennon. Kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanasema waliokuwa na control muziki kipindi hicho, wanasema Illuminati na vitu vingine, ambao wao ndio walikuwa wanamiliki John Lennon. Baada ya kujitoa kwenye mikataba hiyo na kuwa huru, ndicho kitendo ambacho kilipelekea akaweza kuuliwa. Lakini kitendo hiki kinafanana pia na kitendo ambacho kilitokea kwa Michael Jackson baada ya kujitoa kwenye mikataba yote na kuwa huru, hatimaye baadaye aliweza kuuliwa. Lakini pia mfanano mwingine kati ya John Lennon pamoja na Michael Jackson ni pamoja na kuuliwa wakiwa katika harakati za kuandaa tamasha kubwa. Kwa hiyo katika kipindi hiki John Lennon alikuwa ameandaa kufanya tamasha ambalo atazunguka pamoja na wasanii wenzake pamoja na mke wake Yoko Ono ili kurudi Uingereza pamoja na sehemu nyingine ili kuweza kupata mapato makubwa sana huku akiwa huru bila kuwa chini ya lebo yoyote. Na kitendo hicho pia kilitokea kwa Michael Jackson, lakini kabla ya kufanikisha hilo aliweza kuuliwa. Kwa hiyo matukio yamekuwa yakijirudia na kupelekea kwamba watu kuamini kama kuna jamii ambayo inahusika na changamoto hizi. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo John Lennon amehusishwa na nguvu za giza pamoja na vitu vingine, lakini pia tuliona kwenye sherehe yake ya anniversary yake aliweza kuwashirikisha jamii ya Druids ambao wanahusika pia na nguvu hizi za giza pamoja na vitu vingine, na kufanya ionekane kabisa kwamba John Lennon amehusika na mambo haya. Lakini kitu kingine pia ni kwamba John Lennon aliteswa sana na madawa ya kulevya pamoja na zile dawa ambazo zilifahamika kama LSD na vitu vingine, na kusemekana kwamba madawa yale yaliweza kupelekwa kwa wasanii hawa ili kuweza kuwanyongonyeza kimziki au kuweza kuwaua ili waweze kupotea na mambo mengine ili waweze kutawalika. Tunaweza tukaona kwamba John Lennon mara ya kwanza alikataa kutumia ya madawa, lakini baadaye aliwekewa kwenye chai au kwenye kahawa na dentist wao na kuweza kuingia katika madawa ya LSD na kuweza kujikuta amepotea na kuwa katika addiction. Kwa hiyo mipango
ya kuwashinikiza wasanii kutumia madawa ya kulevya ilikuwa pia ni mpango wa kusemekana wa kuua rock music, kwa sababu rock music ilijiingiza kwenye siasa, na kitendo hicho kikapelekea serikali kutaka kuondoa hii nguvu ambayo walikuwa nao hao wasanii wa rock music. Kwa hiyo inasemekana kwamba John Lennon ni moja ya wasanii ambao walipelekea rock music kuuliwa kwa sababu ya kuchanganya muziki pamoja na siasa. Hiyo ni mipango ambayo ilikuwa imetengenezwa. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba huwezi kuthibitisha ajenda iliyokuwepo nyuma ya kifo cha John Lennon ni ajenda gani. Huwezi kuithibitisha. Unaweza ukasema tu kwamba yule muuaji aliweza kukiri kwamba ameamua kumuua kwa ajili ya kutaka umaarufu ili aweze kujulikana. Kwa hiyo na baada ya kujulikana aliweza kufungwa miaka 20 na inasemekana hivi sasa yuko huru, anaendelea maisha mengine kama kawaida. Kwa hiyo story hii ndivyo ilivyoishia hapo. Mambo mengine, conspiracy zilizotokea na nini ni vitu ambavyo vipo katikati, lakini kwa story nzima ni kwamba tunaweza tukasema huu ndio mwisho wa story hii ya John Lennon. Kwa wale ambao mmekuwa mkinipushi sana, story hii haikuwa na viewers wengi sana, lakini imebidi nitumie muda mwingi kuweza kuwaletea kila kitu ili wale wachache ambao mmekuwa mkifuatilia story hii nao pia muweze kupata kitu ambacho mlikuwa mnakihitaji. Kwa sasa hivi turudi kwenye story zetu zile ambazo tunaweza tukasema watu wamekuwa wakizipenda zaidi, story fupi ambazo zina madini mengi. Kuna mambo mengi sana yametokea na sisi ni muda mrefu sana hatujafanya story hizi, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuwa tunashare kwa pamoja. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.